Naam, waligiani fetu kwa Feti Media, ni muda mwingine mzuri kabisa huu, tunakutana tena hapa Feti Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupashana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Nikukumbushe kwa ndugu yangu ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa unakutana na sisi Feti Media, wherever you are, tunakupenda sana na tunakukaribisha sana sana sana. Nikukumbushe kusubscribe, kutane on notification, ku make sure unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata habari zetu pale tunapokuwa tunaziachia hapa kwetu Feti Media. Mambo ni mengi sana huku, tuko na habari za michezo, burudani, mikasa, entertainment news na breaking news hapa na pale, kuhakikishia muda wote Feti Media unazidi kuenjoy, kuburudika, kujifunza kutokana na yale mambo ambayo tuko kuachia au kupostia hapa kwetu Feti Media. Make sure umewaalika marafiki zako wawili watatu hapa kwa kuwatumia link kutoka hapa kwetu Feti Media inawapate kujua chimbo la kijanja la kupata habari moto moto ulimwenguni kote. Tunakukusanyieni pamoja na watapata hapa pamoja Feti Media. Jiji limekuwa la moto, jiji limechangamka, mambo yamekuwa mambo moto, umezidi kutamaraki au kutarada hadi wanakuambia wenyewe, kutokana na yale mambo ambayo yamekuwa yakiendelea mjini kwa sasa. As you know, ni mwaka mpya huu, lakini vile vile nikupe pongezi ndugu yangu kwa kuvuka mwaka mpya, na tumekutana tena hapa Feti Media kwa mara nyingine tena. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ilikuwa ndoto ya wengi sana kuvuka mwaka 25 kuingia mwaka 26, lakini baadhi yao wenzetu wapenzi walishindwa kwa moja nyingine kuingia katika mwaka huu kutokana na sababu mbalimbali ambazo zilikuwa nje ya uwezo wao. Mwenyezi Mungu akawapenda zaidi na waendelee kupumzika mahali pema peponi. Ni kwa wote, iwe ni rafiki yako, ndugu yako, yoyote ambaye umempoteza mwaka 2025 kabla ya mwaka huu 26. Lakini vile vile kwa wale ambao pia tumeingia nao mwezi huu, tumeingia nao mwaka huu lakini hakubahatika kuendelea kuwa na sisi mpaka siku ya leo, endelea kupumzika mahali pema peponi. Tuko nao pamoja nyuma yetu, okay sije nikafuruga mambo hapo. By the way, apumzike kwa amani kabisa kabisa. Bana, mdau wa Feti Media, nimekuletea big news kimhusu msanii aliyekuwa pale WCB. Si mwingine huyu kijana mdogo mwenye mafanikio makubwa katika muziki wake. Ni baada tu ya kuamua kuswitch, kuona sasa design kama swala la album mimi yananichosha, yananiumbisha, yananifanya niwe ni mtu wa kulimitiwa kila siku, kila kitu, kila pahari. Why? Kwa nini si sign out nikajitafutia maisha yangu, nikatafutia ugali wangu huko nitakapokuwa nimeenda, nikatulia na amani yangu ya moyo. Si mwingine huyu, namzungumzia Mbosso Khan, Maro Mbosso almaarufu hivyo kwa kipindi cha ya Moto Bendi walikuwa watu wakimuita hivyo. Msanii huyu bwana amekuja kushangaza watu wengi sana baada ya kuonyesha jinsi gani alivyokuwa na ukubwa, jinsi gani ni mkubwa, kwa sababu alikuwa ameachia ngoma yake ya darasa la 7. Ni ngoma ambayo inaelezea mazingira fulani ambayo ulikuwa na mtu wako from darasa la 7 afu mkaja kupoteana, hujui yuko mzima, hujui yuko mkoa gani, anafanya kazi gani, lakini ndo like kama una misi mpenzi wako wa miaka hiyo, mtu wako wa miaka hiyo, sana sana kwenye mpenzi. Umeona na tumeona ngoma hiyo na siku 2 tu toka iachie, lakini ukubwa wa ngoma hiyo imekuja kushangaza wengi zaidi kwamba bwana Mbosso mbona anazidi kuwa moto zaidi, mbona anazidi kushine zaidi ya vile ambavyo watu walikuwa wamezoea wakimuona kipindi chako ndani ya Rebo, kwamba mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 3 ndio kuja kudrop EP au album. Kwa hiyo kwa mazingira fulani watu wamezidi kumpongeza zaidi, kwanza kabisa kwa yeye kuchukua hatua ya kutoka ndani ya lebo, sababu inaonekana baada ya kutoka kwenye lebo ndio mafanikio yake makubwa zaidi yalikuwa yameanzia hapo. Licha ya umaarufu ambao alikuwa nao, lakini mafanikio makubwa pia ambayo yeye ameyashare katika mitandao ya kijamii, ikiwepo kuonesha sehemu ambayo amemjengea mama yake, ufugaji, magari, yani estate nyingi sana ambazo amekuwa anazo na akionyesha kwa mashabiki zake na mmoja kwa mmoja kama hiyo. Lakini kuna watu pia wamemnukuu vibaya zidi ya hii ngoma ambayo ameiachia siku 2 zilizopita, kwamba mbona kunaonekana kama kuna kauongo fulani hivi, kwa sababu ukipita mtaani watu wanakuambia haisikiki sana. Yaani sio ngoma ambayo imepigwa sana mtaani kama ngoma ambazo tunaona zikimake it run kwa mtandao, basi mtaani pia inakuwa zinaenda kama ngoma ya mwanadada fulani hivi, taarabu eka zako na mimi nazijua. Wamekuwa wakiona mtaani ngoma likiwa goma challenge nyingi, kwa mtu kama ukimwambia kama ngoma ina 1.5 kwa siku 2 million anakuwa na trust. Lakini kwa upande mzima wa Mbosso Khan imekuwa ni ngumu watu kumuelewa kama anaweza kufikisha
1.5 millions kwa siku 2 tu. Swali ni kwamba unadhani kwa nini watu wamekuwa wakiwa na mashaka zaidi kwenye upande wa ngoma yake hiyo, na wengine kuhusisha masuala kwamba design kama wameboost au viewers wameboostiwa, kwamba ionekane viewers ni wengi, ili basi ngoma ionekane ni ngoma ambayo imefika sehemu mbalimbali katika mitandao ya kijamii na hata mtaani pia. Which is, ukirudi nyuma alikuwa ameachia EP yake ya Room Number 3, ni EP ambayo ilifanya vizuri sana. Kama ni nyimbo 3 ngapi zimefanya vizuri, kuna Viora, kuna robo saa, sio nusu saa, alafu kuna hii nyingine ameimba Power, nyimbo ya Power pia imefanya vizuri sana, na tuliona viewers wake kikweli ni viewers wakubwa, viewers wengi sana kwa muda mchache zaidi, na viewers walikuwa ni wengi zaidi. Ni vitu ambavyo watu walikuwa walitaka kurelate au wanarelate kwamba Mbosso wa kwenye Room Number 3 na huyu wa leo ni tofauti, kwa sababu inaonekana Room Number 3 ifanye vizuri na watu wakaitika na watu wakasupport, na YouTube numbers zilikuwa ni ukweli. Lakini kwenye upande wa Darasa la 7 hii ngoma yake mpya watu hawamwamini. Lakini pia nikukumbushe, Room Number 3 ilitoka kabla kabisa ya masuala ya uchaguzi wa mwaka 2025, ule mwezi wa 10, ilikuwa ni kabla hata ya mambo. Lakini baada ya uchaguzi, baada ya maisha mengine, baada ya uchaguzi mambo yamebadilika. Mashabiki wamekuwa wakiandamwa na wasanii kwamba wamekuwa ni watu wa kufuata mkumbo, wakiambia msiwasapoti na watu hawasapoti. So vitu kama hivyo vimekuwa vikizidi kuendelea kwa moja au nyingine. Kwa mambo ni mengi mno ndugu zanguni, lakini kwa leo nikasema ngoja nikusogezea hayo machache kati ya yale mengi ambayo yametufikia mezani kwetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa na mimi Mr. Paul Paul Mkali hapa nikikusogezea habari hizi moja kwa moja nikiwa HQ hapa ya Fet Media Mikocheni jijini Dar es Salaam. Nikukumbushe kusubscribe, turn on notification, kushare link kwa marafiki, mashikaji, ani yoyote ambao unaona kabisa ana deserve kupata habari moto za kujifunza, za kuburudika, yani za kumfanya awe na muda mzuri katika ulimwengu ambao tuko sasa. Basi mtumie link. Nakupenda sana ndugu zangu, lakini pia nikukumbushe wale wadau michezo pia msisite kusogea pande hizo, sababu yajayo yanafurahisha, kwa sababu kuna kitu special tumekuandalieni na nyinyi wadau wa michezo. Wakati wenu na nyinyi wa kutamba, msio tu ni watu wa entertainment mnaona kama tumewatenga, hapana. Basi nikwambieni na habari za michezo, tunapika vitu viko kwenye moto, viko jikoni, yajayo yanafurahisha. Mwambie rafiki yako na rafiki yako amwambie rafiki yake, afu wote tunakutana chimbo la kijanja hapa Fet Media kwa ajili ya kuendelea kupashana na kuhabarishana habari moto. Nakupenda sana, mpaka wakati mwingine, bye bye.